Bwana Yesu apewe sifa, mwana wa Mungu uliye hai. Popote ulipo na kusalimu katika jina la Yesu. Natumaini ya kwamba uko hai kabisa. Natumaini unayo afya njema ya kutosha. Wasio na afya njema, Mungu wa mbinguni awapatie afya njema. Na wale wasio na nguvu, Mungu awatie nguvu. Na wale waliolala, Mungu akawaamshe. Katika jina la Yesu Kristo. Pastor Florian, nakuja tena mara nyingine kwa ajili ya kushiriki pamoja nawe katika kwenye maombi. Naomba ushiriki pamoja nami katika kwenye maombi ambayo sasa tunakwenda kuomba. Naomba tuombe kwa pamoja kwa neema ya Mungu wetu wa mbinguni. Lakini kabla tujaingia katika kwenye maombi, tutaumega pamoja mkate wa Kristo, na tutaumega pamoja mkate wa Kristo kupitia katika neno la Baba yetu wa mbinguni. Nina ujumbe kwanza, kabla ya wale yote, nina ujumbe unaosema maombi yana nguvu. Maombi yana nguvu wa Tanzania. Na nataka niwaambie kwamba kitu kimoja, maombi yana nguvu. Yana nguvu ya kuharibu chochote. Maombi yana nguvu ya kuharibu chochote. Wana wa Mungu wa Kristo, nataka niwatie moyo jioni njema leo. Niwaambie kwamba maombi sio kitu cha kawaida. Maombi sio kitu cha kawaida. Maombi yana nguvu yake. Kwa wale wanaoelewa, kwa wale walio na misingi ya imani, maombi yana nguvu za kawaida. Nisikilize mwana wa Mungu wetu uliye hai, popote ulipo. Ukiomba kwa imani, mambo mengi yanaharibika. Ukiomba kwa imani, mambo mengi yanaharibika na usiyoyaona. Ukiwa na maombi, ukiomba maombi ya imani, mambo mengi yanaharibika. Mambo mengi sana yanaharibika. Vitu vya wachawi vinaharibika. Mizimu inaharibika. Majini yanaharibika. Kila chochote kinaharibika kupitia katika kwenye maombi. Lakini maombi ya yule mtu mwenye imani. Kwa hiyo ndio anasema kwamba ujumbe unasema maombi yana nguvu. Maombi yana nguvu ya kuharibu chochote. Ukiomba kwa imani, mambo mengi yanaharibika, hata na yale ambayo usiyoyaona. Wakati unapokuwa katika ndani ya maombi, unaona ni kitu cha kawaida, lakini nataka nikwambie mwana wa Mungu, popote ulipo, ni kwamba maombi yana nguvu, na maombi ya imani yanaharibu mambo mengi sana. Mambo mengi sana, mambo mengi sana, na mengine usiyoyajua yanaharibika kabisa. Yanakwambia hata mtu angekuwa na miliki misukure inaharibika. Wachawi kazi zao zinaharibika. Safari zao zinaharibika. Unapokuwa ndani ya maombi, mambo mengi sana yanaharibika. Kwa hiyo nataka niwaambie wa Tanzania, jitahidini kuomba. Msipuuzie maombi wa Tanzania. Jitahidini kuomba. Hizi ni nyakati za mwisho. Hizi ni nyakati za mwisho. Usipuuzie kuomba. Ingia katika kwenye maombi. Omba kabisa, kwa sababu hizi ni nyakati mbaya sana. Hizi ni nyakati mbaya sana. Ni mbaya sana kiujumla. Wachawi wanataka kula nyama yako, na watu wa kuzimu wanahitaji damu. Freemason inahitaji damu. Wachawi wanahitaji nyama. Kwa hiyo nataka nikwambie Mtanzania, usipuuzie kitu kinachoitwa maombi. Omba mahali popote ulipo. Hata ukiwa kwenye migomba, omba. Hata ukiwa kwenye milima, omba. Mahali popote unapokuwa, jitahidi kuomba. Natoa wito huu kwa Wakristo, jitahidini kuomba sana. Msibebe kitu kimoja cha kwenda kanisani. Siku ya Jumapili ndo unakwenda kanisani. Siku ya Jumapili ndo unakwenda kanisani, lakini hauna haja ya kuomba hata kwa siku ambayo sio siku ya Jumapili. Lakini nataka nikwambie, hizi ni nyakati mbaya sana. Tunahitaji kuomba sana. Mkristo unawindwa sana kama kuku. Unawindwa sana kama ngedere. Unawindwa sana kama mbogo. Unawindwa sana. Na hata ninapokuwa naongea unaelewa. Maana hata kuna wengine ambao wanasema sisi hapana. Nataka nikwambie hivi, kwani unapolala ndoto unazoziona ni nzuri hizo ndoto? Unaona ng'ombe zinakukimbiza, unaona ukikimbia kabisa, kuna shimo mbele yako, unahitaji kudondoka kwenye shimo. Unakuwa unatembea pale, mbele yako unakutana na kishimo fulani, lakini kuna kamti ambako sasa ukifika mara pale unakanyaga kale kwenye kamti, lakini unakwenda umebembea kabisa, ni kama vile unahitaji kudondoka. Hiyo ni hatari mpendwa, ni hatari kabisa. Kwa hiyo unahitaji usipuuzie kitu kinachoitwa maombi. Mungu wa mbinguni akubariki. Naamini kwamba
jioni ya leo na usiku jioni ya leo na usiku na mchana tutakuwa pamoja kabisa, na haya maombi yatakugusa. Yashiriki kwa muda wote na masaa yote na majira yote, na Mungu wa mbinguni atakubariki zaidi. Lakini kumbuka kwamba maombi yana nguvu isiyo ya kawaida. Ukiomba kwa imani, mambo mengi yanaharibika na usiyoyaona. Tasoma kitabu cha Filemoni sura ya kwanza kuanzia ule mstari wa kwanza mpaka ule mstari wa 3. Naomba tusome. Nitasoma. Ndio. Paulo mfungwa wa Kristo Yesu. Paulo mfungwa wa Kristo. Na Timotheo aliye ndugu yetu. Na Timotheo aliye ndugu yetu. Na Filemoni mpendwa wetu. Na Filemoni mpendwa wetu. Mtendakazi pamoja nasi. Na kwa afya ya ndugu yetu. Na kwa afya ya ndugu zetu. Naenda kuomba. Baba, bariki neno hili, likatubariki watoto wako na likabariki Afrika, likabariki wanao wote wanaosikia, ambao wako tayari na waliounganika na mimi katika kwenye madhabahu hii. Naomba baraka zako ziwe pamoja nao. Bwana Yesu apewe sifa sana. Biblia inasema ya kwamba walikuwepo na mtumishi wa Mungu aliyekuwa akiitwa Paulo. Lakini Paulo alikuwa na marafiki zake wakiwemo Filemoni, lakini alichukua maombi kwa ajili ya kuomba kwa ajili ya Filemoni. Kuna maombi ambayo aliweza kuyachukua Paulo kwa ajili ya Filemoni. Hebu soma. Anzia mstari wa kwanza. Paulo mfungwa wa Kristo Yesu. Na Timotheo na aliye ndugu yetu. Na Filemoni mpendwa wetu. Biblia inasema na Filemoni mpendwa wetu. Mtendakazi pamoja na sisi. Nisikilize Mtanzania. Unaweza ukawa mara hapo, lakini ukijua kwamba huna anayekupenda, huna ambaye anakukumbuka, huna ambaye ni rafiki yako. Lakini nataka nikwambie, Yesu wetu ni rafiki yetu. Na majira kama haya nataka nikwambie, wewe ni mpendwa wa Kristo, lakini wewe pia ni mpendwa wa mitume na manabii. Sasa kwa kuwa Yesu ni mpendwa wako, na kwa sababu hiyo mitume na manabii ni wapendwa wako pia, wako tayari kukuombea, wako tayari kukunenea mema, wako tayari kukuombea mahali popote ulipo. Biblia inasema, nisikie, alikuwepo mtumishi mmoja alikuwa anaitwa Paulo, lakini ananena kwa ujumbe, anasema tunaye rafiki yetu, tunaye mpendwa wetu anayeitwa Filemoni. Endelea kusoma. Na kwa afya ndugu yetu. Ndio. Na kwa Alikipo askari mwenzetu. Ndio. Na kwa kanisa lililo katika nyumba yako. Yes. Neema na iwe kwenu. Paulo anasema neema na iwe kwenu. Neema ya Mungu na iwe kwenu. Paulo anaomba, yuko ndani ya maombi. Yuko ndani ya maombi, anajua maombi yana nguvu ya kufanya chochote kile ambacho anakitaja na anakiomba. Anaomba kwa ajili ya Filemoni, lakini alikuwa akimuombea imani pamoja na upendo. Ndio maombi yake aliyokuwa akimuombea. Sasa akasema neema ya Bwana iwe kwenu. Neema ya Bwana iwe kwenu. Haya ni maombi ya Paulo kwa Filemoni. Neema ya Bwana iwe kwenu. Na ndio maana nasema kwamba watu wa Mungu, msipuuzie maombi. Sichukue muda mwingi sana kwa ajili ya kusengenya watu na kuwakalia vikao, na hatuna muda mwingi sana wa kuomba. Fikiri ya kwamba usipoomba, yako mambo makubwa yanakwenda kutendeka juu ya maisha yako. Yako mambo mazito yanakwenda kufanyika. Elewa unatafutwa na wachawi. Elewa unatafutwa kutolewa kafara. Elewa unatafutwa kufanyiwa mazingaombwe. Elewa unatafutwa kupelekwa Dar es Salaam kuingia kwenye duka la mtu. Elewa unatafutwa kwa ajili ya kupelekwa kwenda kuendesha sekido. Elewa unatafutwa kwa ajili ya kwenda kubeba mizigo kwenye meli ya MV Bukoba. Elewa unatafuta kwa njia yoyote mpendwa. Kwa hiyo usipuzie maombi. Maombi ndiyo yatakaye kusaidia Mtanzania.
Maombi ndiye atakaye kuokoa na hawa watu. Dunia imeharibika, mambo yamekuwa mambo, vitu vimekuwa vitu. Wenye kutaka fedha za haraka na utajiri wa haraka wamepamba moto. Wanakutaka wewe mwanadamu usiyetaka kuomba. Inawezekana damu yako ikaliwa, inawezekana damu yako ikachukuliwa. Unaweza ukaondoka kwa njia ya ajali kama huwezi kumuomba Mungu, kama huwezi kumuita Bwana. Unaona maombi, unaona ni kitu cha kawaida. Unaona maombi, unaona tu ni kitu cha kawaida. Unaona maombi, wanaoomba unawadharau. Unasema hawana kazi. Kazi tunazo, lakini tunapambana katika kwenye maombi, tunapambana na huyu adui ambaye anafuatilia maisha yetu, ambaye anataka tusifanikiwe, ambaye anaharibu vitu vyetu, anayesema tusifanikiwe. Huyo ndiye tunayepambana naye katika kwenye maombi. Na inataka nikwambie, bila kuomba kuna chochote kinachoweza kuendelea. Kwa hiyo ndugu mpendwa, mahali popote ulipo, usipuuzie kitu kinachoitwa maombi. Ukienda kulala omba, usikuamuka omba, maana wachawi wako makini. Wao wanakutafuta kila itwapo day, wao wanakutafuta kila itwapo leo. Ukilala wanatamani kuja kulisha nyama za wafu. Ukilala wanatamani kulala kwenye mlango wako. Ukilala wanatamani walale na kutega madawa. Ukilala wanatamani walale wamekukalia, wanakufanya kuwa kama kiti. Ukilala wanatamani wakupeleke kwenye mashamba yao uende kulima. Lakini nataka nikwambie ya kwamba majira nyakati kama hizi, ukiomba maombi ya imani, hao watu wataharibikiwa wao. Badala ya kuharibikia wewe, wao wataharibikiwa wao. Kwa hiyo nakuomba mpendwa, katika jina la Bwana, jifunze kuwa na tabia ya kumuomba Mungu, maana maombi yana nguvu. Paulo anamwombea Filemoni, lakini anasema neema ya Bwana iwe juu yenu. Nami nasema jioni ya leo, neema ya Bwana popote ulipo iwe juu yako. Neema ya Bwana wa majeshi ikufunike. Neema ya Bwana wa mabwana ikawe juu ya maisha yako. Neema ya Bwana wa majeshi ikatoke katika uzao wa tumbo lako. Neema ya Bwana iwe kwenu. Paulo anaongea, anasema neema ya Bwana iwe kwenu. Neema ya Bwana iwe kwenu. Haya ndiyo maombi ya Paulo. Hakuna anayemzidi Paulo. Hakuna anayemzidi Paulo. Kama Paulo mwenyewe haliweza kuingia kwenye maombi na kuona maombi yana nguvu, lazima Watanzania, Wakristo, wanadamu wote tujifunze maana ya kuomba na tuige kuwa na tabia ya kuomba, na neema ya Bwana itaonekana. Ukiingia kwenye maombi ya imani, mambo yote yanaharibika. Na dakika haina masana majira kama haya, lazima kila chochote kuanzia sasa kianze kuharibika. Kilicho kinyume na Baba kianze kuharibika. Kilicho kinyume na Yesu kianze kuharibika. Kilicho kinyume na mpango wa Bwana kianze kuharibika. Kilicho kinyume na maisha yako kianze kuharibika kwa jina la Yesu. Nasema kwa jina la Yesu aliye hai, kiharibike kabisa. Endelea kusoma. Bebo inasema Naamani akasema, na amani zitokazo kwa Mungu, hizi amani zinazotoka kwa Mungu Baba yetu na kwa Bwana Yesu Kristo. Ndio. Namshukuru Mungu wangu. Paulo anasema namshukuru Mungu wangu siku zote nikikumbuka. Sikiliza maombi ya Paulo, anasema namshukuru Mungu wangu siku zote nikikukumbuka. Filemoni, katika maombi yangu nikisikia habari za upendo wako. Yani anasema mimi nilikuwa na maombi. Paulo anasema, anamwambia Filemoni nilikuwa na maombi. Anamwandikia waraka, anamwandikia barua imfikie Filemoni. Anamwambia kwamba mimi nilikuwa na maombi. Maombi yangu nilikuwa na kuombea. Maombi yangu nilikuwa naombea na watu wako ulio nao, ili muwe na upendo, ili muwe na amani, ili muwe na furaha. Lakini ninamshukuru Mungu kwa habari ninayoipokea. Napokea habari ya kwamba upendo mnao, furaha mnayo, amani mnayo. Kwa hiyo akasema namshukuru Mungu kwa imani mlionayo, maana hayo ndiyo yaliyokuwa ni maombi yangu. Sasa nasema jioni ya leo,
lazima tupate habari kama mitume na manabii ya kwamba munao upendo na munao uzima na munayo afya na munayo imani ya kutosha. Endapo imani zinapotawala kwa watu, milango ya kuzimu inashindwa na wachawi wanashindwa, na kule kuzimu kunatetemeka, na kule kuzimu kuna yumba, na kila malikia wa kichawi anayumba, na malikia wa Freemason anayumba, na malikia wa kuzimu anayumba. Kwa hiyo tunataka kuona hiyo habari kwa Wakristo. Hatutaki kuona habari ya kushuka kiimani. Tunahitaji tuone, tupate habari ya kwamba kuna watu ambao wameongezeka kiimani, hata maombi yao ni ya imani, lakini wanao upendo wa kutosha, lakini wanayo imani ya kutosha. Paulo alipopata hiyo habari akasema, namshukuru Baba, akasema namshukuru Mungu kwa sababu ya upendo mlionao, kwa sababu ya imani mlionayo, kwa sababu ya furaha mlionayo, namshukuru Baba. Yeye ndio aliyekuwa ni maombi yake Paulo. Paulo alikuwa ndani ya maombi. Mwana wa Mungu uko wapi? Mbona umechelewa? Lazima uwe katika ndani ya maombi. Mwana wa Mungu uko wapi? Mwana wa Mungu usichelewe. Wachawi hawajachelewa, watamaliza maisha yako. Wachawi hawajachelewa, watamaliza maisha yako. Ewe mtu mvivu asiyetaka kuomba, wengine wanalala bila kuomba. Wakiingia kitandani wanagaragara, wakiingia kitandani wanalala kama vile ambavyo hawana baba. Biblia inasema watu wangu wanatangatanga kama vile hawana wachungaji. Sasa mfano huu ulio hai nakwambia hivi, kuna watu wanalala vitandani hata kuomba hamna, kama vile ambavyo hawana baba yao. Lakini nataka nikwambie majira kama haya ya kwamba uelewe jambo hili, ya kwamba ya kupasa kuomba, maana maombi yana nguvu. Wachawi wanatesa maisha yako, utawashinda kwa maombi. Ninashangaa kuna watu wengine wanapopewa neema ya kujua nao waroga, lakini wanawaendea kwa mapanga. Nataka nikwambie, mchawi aendewi kwa mapanga. Utakwenda kumkata, utamkata mtoto wako, utakwenda kumkata, ukifika nyumbani utakufa wewe. Kama ni mwanamke utakwenda kumkata mchawi, utakuta mume wako amekufa. Mchawi aendewi na mapanga, ila mchawi anaendewa kwa maombi. Anatandikwa neno la Bwana, anatandikwa maombi mpaka mwenyewe mahali anapokuwa kazi ya mikono yake inaharibika. Na ndio maana wachawi hawatupendi wa Kristo. Na inataka nitoe wito ya kwamba watupende wasitupende wachawi, lakini mbingu inatupenda, mbingu inatulaki, mbingu imetusubiri ili wakati ukifika tuweze kufurahi pamoja na malaika mbinguni. Usiogope kwa vitisho vya wachawi, wasikuzuia kuomba. Mara unasikia jirani yako anasema hivi, umetuchosha na maombi, kama hana lolote ambalo amerimiliki. Maombi yanaweza yakamsumbuaje? Elewa kuna jambo linatendeka ndani ya maisha yake. Sasa nataka nikwambie, inakupasa kuomba bila kuchoka. Uombe ukimuita Bwana wa majeshi, yeye Bwana atakusaidia. Akina Paulo alisema, ninaomba kwa sababu ya Filemoni. Inahitaji Bwana umpe imani, inahitaji Bwana umpe imani, ukampe upendo. Lakini katika maombi ya Paulo yaliweza kufanya kazi. Filemoni akapewa upendo, akapewa imani, akapewa na afya. Kwa hiyo kutokana na maombi ya nani? Ya Paulo. Unajua, nataka nikwambia kitu kimoja. Kuna kujiombea, kuna kuombewa. Si kama umenielewa? Kuna kujiombea na kuna kuombewa. Maombi yote ni sawa, kwa sababu tunaona Paulo jinsi alivyokuwa akimwombea Filemoni, akimwombea, na maombi yake yalipofanya kazi, unaona alimshukuru Baba. Akasema, na kushukuru Mungu kwa sababu maana ombi langu ni kwa Filemoni ni kupewa imani na kuongezewa imani. Sasa maombi yangu yametimia. Sikia maandiko yanasema hapo. Rudi hapo juu kidogo. Ninamshukuru Mungu wangu. Paulo anasema, ninamshukuru Mungu wangu siku zote nikikukumbuka katika maombi yangu. Siku zote nikikukumbuka katika maombi yangu.
Nilisikia habari za upendo wako Nilisikia habari za upendo wako na amani ulio nayo na amani ulio nayo kwa Bwana Yesu na kwa utukufu Yesu na kwa utukufu wote. Ndio sasa nataka niongee. Huyu tunaona Paulo anamwombea nani? Anamwombea Filemoni, lakini maombi yake yanafanya nini? Yanafanya kazi. Kwa hiyo tunaona kwamba baada ya kuona maombi yake yamefanya kazi kwa Filemoni, kila alichokuwa nakiombea kilitimia na kilifanyika. Lakini alichukua hatua kumshukuru Baba na kuandikia waraka na mshukuru. Ni taarifa ninayoipata ni hatari sana, kwa sababu imani mlionayo ni hatari sana, na kile ambacho nilichokuwa nakiomba kimetimia kabisa. Nimeona ni vyema nimwambie nimshukuru nani? Mungu. Sasa ndio maana nasema kwamba kuna maombi ya kujiombea, lakini kuna maombi ya kuombewa. Ukiombewa na mtu mwenye imani lazima upokee majibu. Lakini pia nataka nitoe wito kwamba tunavyomwona Paulo anamwombea Filemoni. Je, wewe popote ulipo unachukua hatua ya kumwombea mwenzako? Lakini leo hii hakuna mtu wa kumwombea mwenzake. Leo hii hakuna mtu wa kumwinua mwenzake anapoona yuko kwenye mateso. Huo muda hawezi kutumia kwa ajili ya kumwombea. Huo muda anautumia kwa ajili ya masengenyo. Huyo muda anautumia kwa ajili ya kumsengenya. Huo muda anautumia kwa ajili ya kumsaliti. Wanadamu wema wako wapi? Wanadamu wengi wamekuwa wabaya. Lakini tunamwona Paulo alimuombea Filemoni, akamwombea kwa upungufu aliyokuwa nao. Lakini nataka nikwambie, wanadamu walio wengi sana wamekuwa nyoka, wamejifananisha na Ibilisi, wamejenga urafiki na Shetani. Badala ya kumwombea mwenzake anamkalia kikao na kumsengenya. Hatuna muda huo, tuna muda wa kuombeana. Hatuna muda huo wa kupanga huo atakufanye. Hatuna muda huo wa kumpangia mwenzako kumuua. Hatuna muda, tuna muda wa kuombeana. Hizi ni nyakati mbaya. Basi wakati kama huu, naomba hii habari mahali popote ulipo, neema ya Mungu ikufunike. Neema ya Mungu ikufunike. Hatuna muda wa kuombeana mabaya. Hatuna muda wa kuombeana tuanguke na magari. Hatuna muda wa kuombeana vibaya. Hatuna muda wa kuombeana kwamba tufe. Na wewe mwanadamu hauna mamlaka ya kumuua mtu. Na wewe mwanadamu hata ukitamka kwamba jamaa hafa hawezi kufa, maana kalenda ya kifo cha mwenzako, kalenda iko kiganjani mwa Bwana. Kalenda iko kiganjani mwa Bwana. Unaweza ukasema ya kwamba huyu mtu afwe, lakini ukaanza wewe. Wako watu waliotamkia wenzao vifo, lakini walianza wao kwenye makaburi. Wao ndio waliokufa. Wako watu walioombea wenzao ajali, lakini badala ya ajali kuwapata wale, ili wapate walioiombea wenzao. Nataka nikwambie maandiko yanavyosema, haviringishaye jiwe kwa ajili ya mwenzake limmalize, Biblia inasema litamrudia. Kwa hiyo tuna wakati wa kuombeana, na hizi ni nyakati mbaya watumishi wa Bwana. Hebu acha majungu. Huu sio muda wa vita. Hebu acha majungu. Huu sio muda wa kupoteza. Huu ni muda wa kuombeana. Huu ni muda wa kuombeana, maana sote tunategemea twende kwa Baba mmoja mbinguni. Neema ya Bwana iwe pamoja nao. Lakini usikia ujumbe unasema maombi yana nguvu ya kuharibu chochote. Ukiomba kwa imani, mambo mengi yanaharibika, na usio yaona yanaharibika. Si mpaka uone kwamba nimeomba mpaka nione hiki kimeharibika. Yako mambo mengi yanaharibika, wachau wanajua. Yako mambo mengi, waliojipatia mali kwa njia ya udanganyifu, vitu vyao vinaharibika. Yako mambo mengi. Sasa jioni ya leo, Mungu akubariki. Tumesoma kitabu cha Filemoni, ile sura ya kwanza, kuanzia mstari wa kwanza hadi wa 5. Neema ya Bwana iwe pamoja nao. Neema ya Bwana iwe pamoja nawe. Kwa sasa nakwenda kuomba pamoja nawe, na milango ya kuzimu inakwenda kupata shida. Popote ulipo uliyeunganika pamoja nami, maombi ya masana majira kama haya yanakwenda kupasua ili anga. Na kwenda kuomba kwa ajili yako, na kwenda kuomba kwa ajili ya kazi ya Bwana, na kwenda kuomba kwa ajili ya nchi ya Tanzania, na kwenda kuomba kwa ajili ya nchi ya Afrika pamoja na nchi za nje. Baba, katika jina la Yesu Kristo,
nasimama kama mtuma wako Bwana, kibali chako umenipatia, nasema asante Baba mtakatifu, watakatifu. Majira kama haya wako watu waliounganika pamoja nami katika kwenye maombi. Mungu wa mbinguni, wako wagonjwa, mfalme wa amani, nasimama kama mtumishi wako Paulo alivyoweza kuingia kwenye maombi na kuombea kina Filimoni na kuombea watakatifu wote. Mungu, nami nasimama kwa nafasi hiyo, ninasimama na watoto wako, ninasimama na viongozi wa kanisa. Neema yako iwe juu ya maisha yao, wape upendo na maarifa na ushindi. Neema yako iwafunike sawasawa na mapenzi yako. Mungu, ukaonekane kwa watoto wako. Mungu, ukaonekane kwa wajole wako. Wako wanaoteseka, wako waliopigwa na mashetani, wako waliopigwa na wachawi, wako waliopigwa na mizimu, wako waliopigwa na Freemasoni. Lakini Bwana wa majeshi aliye hai, natangaza jioni, natangaza masana majira kama haya, natangaza wakati kama huu, kuachilia radi ya moto. Inaachilia radi ya moto. Radi ikatoke kwa wachawi, radi ikatoke kwa mizimu, radi ikatoke juu ya Freemasoni, radi ikatoke juu ya malkia wa kuzimu. Ewe malkia wa kuzimu, ewe malkia wa kipepo, ewe malkia wa uchawi, mahali popote ulipo, inakutumia radi ya moto, inakutumia radi ya moto. Mahali popote ulipo, inaachilia radi ya moto, ikakulipue mahali ulipo. Uwe chumbani, hautajificha, maana uso wa Bwana hakuna atakayejificha. Wewe uliyejificha mahali popote, inakutumia radi kukamate. Uwe ndani ya nyumba yako, uwe ndani ya nyumba yako, uwe kwenye mlima, uwe umejificha jikoni, mahali popote ulipo, inaachia radi ya moto ikuangamize ulipo. Nyoka zako za giza ziangamie kwa moto wa Yesu Kristo. Inaachilia radi ya moto, inaripua kazi yako, inaripua nyoka zako, inaripua majenti wako, inakamata malaika zako wote, na waachilia moto wa Yesu. Hiyo nguvu ya moto ikatembee, nguvu ya moto, moto wa Elia aliyouita ukaramba 50 kikosi ambacho kilikuja kumkamata. Naomba huo moto ukashuke, naomba huo moto ukaonekane, naomba huo moto ukatembee. Ewe adui, ewe shetani ulipo, uliyekamatilia maisha ya mtu huyo, uliyekamatilia maisha ya baba huyo, uliyekamatilia maisha ya mitume yule, ninakutumia radi ya moto. Muachie wote uliowateka, muachie uliowateka wote. Inakunyanganya kwa mamlaka, inakunyanganya kwa mamlaka, inakunyanganya miliki za Watanzania, inakunyanganya Tanzania, inakunyanganya ulioikamata, inakunyanganya ulioiteka, inakunyanganya nchi ya Tanzania, inakunyanganya nchi ya Tanzania, inaipokonya Tanzania, inaipokonya Tanzania. Inakuwa mikononi mwa Bwana, inatiwa mikononi mwa mitume, inakunyanganya Tanzania, inapokonya na watu wake wote walio nchi ya Tanzania, wote na wapokonya, wote na wapokonya katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Inakunyanganya Afrika, inaipokonya kuanzia leo. Ewe adui, naachia radi ya moto, ewe adui, naachia radi ya moto. Moto ukatangazwe kokote, moto ukatembee kwenye milima. Inatangaza moto kwa wachawi, ukawakamate walipo. Inatangaza moto kwa mizimu, kuanzia leo iteketee, iteketee Nyabingi, iteketee Nchweke, iteketee kuanzia leo. Ewe roho wa giza, moto wake juu yako, moto wake juu yako. Inatosha kuroga. Kazi ya mikono yako inatosha, kazi ya mikono yako inatosha, kazi ya mikono yako inatosha. Unaroga ni mwisho. Kuanzia leo kazi yako inaivunja kuanzia leo. Ewe adui uliyeteka kazi ya Bwana, inaachilia nguvu ya moto, inatuma malaika wa upanga akukate mikono kuanzia majira kama haya. Achilia huduma, achilia kazi ya Bwana, achilia kazi ya Bwana, achilia watumishi wa Bwana. Ewe adui uliye na makusudi mabovu, natangaza kuanzia sasa, unawaachilia Watanzania, unawaachilia watumishi wa Bwana wanaoitenda kazi ya Bwana katika kwenye madhabahu. Nasema ewe roho unayetengeneza magonjwa, magonjwa yako na yateketeza, magonjwa
magonjwa ya kupandikizwa, magonjwa ya kupandikizwa, magonjwa ya kaswende, magonjwa ya ukimwi, magonjwa ya UTI, inaachia moto. Huo moto ukateketeze magonjwa yako leo. Jikarabasha karababa robo sekelika yandarababa robo bosaka yanderebo shaka. Inatangaza moto utembee, inatangaza mfuriko ya moto, inaifungua Tanzania, inaifungua Afrika, inafungua watu wako. Angalia walio na mateso, angalia walio na migongo, angalia wanaoangua kichwa, angalia walio rara, angalia wanaoteswa na majini, angalia wanaoteswa na majini, angalia wanaoteswa na mapepo. Natangaza kuponywa ulipo, natangaza kuponywa ulipo, natangaza kuponywa ulipo. Uponywe kwa neno la Bwana. Hii ni nchi ya Mungu, sio yako shetani. Kuanzia masaa na majira kama haya, ninakupokonya kazi za watu, ninakupokonya afya za watu, ninakupokonya karama za watu, ninakupokonya kuanzia leo. Asante Mungu kwa ajili ya nchi yako. Asante Bwana kwa ajili ya wanao. Naamini ya kwamba hakuna jambo gumu. Wachawi mahali mlipo, nasema pigwa kwa jina la Yesu Kristo. Natangaza kipigo, majini kipigo, filimasoni kipigo, misukure kipigo. Ninaagiza malaika hatawanye misukure, hatawanye wachawi, hawatawanye kuanzia leo, na moto wa Yesu watawanye. Asante Mungu kwa ajili ya mama huyo. Asante Mungu kwa ajili ya baba yule. Asante Mungu kwa ajili ya kijana yule. Asante Mungu kwa ajili ya Afrika. Asante Mungu kwa ajili ya Tanzania. Asante Mungu kwa ajili ya baba wa kike na wa kiume. Asante kwa ajili ya ukombozi wako. Likomboe taifa lako, wakombe watoto wako wote ambao Mungu shetani amewanyemelea, wapate kushindwa kwao. Wanaolala kitanda kirariki, wanaolala usiku wa manane wachawi wanawatembelea, wanaolala usiku wa manane wanawalisha nyama za watu. Natangaza ni mwisho jioni ya leo. Natangaza ni mwisho jioni ya leo. Ninafunga kazi yao. Natangaza mchana wa leo. Ninafunga huduma yao. Natangaza jioni ya leo. Natangaza mchana wa leo. Natangaza asubuhi ya leo. Kila kutwa Yesu atende kazi juu ya maisha yako, katika jina la Yesu. Naomba baraka za Mungu zikufungue. Naomba baraka za Mungu zikufungue. Naomba neema ya Mungu ikufungue. Naomba popote ulipo, mkono wako inua kwa imani yako, maana majira kama haya Mungu anakwenda kukupa neema. Na ninatamka Baba, uwajalie watoto wako, uwape ndoto nzuri, waepushe na ndoto safu, waepushe na ndoto chafu. Wakiwa kwenye maharusi ya usiku kitandani, harusi ya kitandani ni ya wapi? Wakiwa wanaoteshwa wanakula nyama, wakiwa wanaoteshwa wanakula vitu, wakiwa wanaoteshwa ndotoni katika mapenzi, wakiwa wanaoteshwa ndoto wakizini. Baba, waepushe na ndoto hizo. Baba, waepushe na mambo hayo. Baba, waepushe na kila baya. Ninatamka neema ya Bwana, na ninatamka kuharibikiwa mashetani wote. Afya njema iwe juu ya maisha yako. Kichwa kilichokusumbua miaka yote, leo nakifunga kwa mamlaka. Tumbo ambalo limekusumbua miaka yote, leo nalifunga kwa mamlaka. Naomba neema ya Bwana ikufunike. Ifunike wewe baba, ifunike wewe mama, na ifunike uzao wa tumbo lako, katika jina la Yesu Kristo, Mwana wa Mungu etulie hai. Nikiomba nikiamini, baraka za Mungu ziwe katika nchi ya Tanzania. Baraka za Mungu ziwe katika juu ya kiongozi wetu Samia Suluhu Hassan. Baraka za Mungu ziwe juu ya kaimu wa rais. Baraka za Mungu ziwe juu ya wabunge wote. Baraka za Mungu ziwe juu ya walimu wote wa taaluma primary, secondary. Baraka za Mungu ziwe juu ya wanafunzi wote wanaosoma primary, secondary. Baraka za Mungu ziwe juu ya wanachuo wote. Baraka za Mungu ziwe juu ya manesi wote na madaktari. Baraka za Mungu ziwe juu ya wagonjwa walio hospitali, wafunguliwe, watoke kwenye vitanda, waondoke nyumbani. Baraka za Mungu ziwe juu ya kila yeyote anayekuita Bwana, katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Baraka za Mungu zikufunike. Mungu akubariki. Bwana akutendee miujiza. Pastor Florian, mwinjilisti kutoka mkoa wa Kagera, Tanzania. Amen.